utaona kama huyo mtu utakaa naye katika maisha yako, labda sio mimi. Wewe wenye vita hivi unajielewa kweli wewe? Hivi ipo timamu kweli wewe? Sawa. Wewe unamkaje? Na sasa Sala, samahani, mimi hapa nataka tuzungumze jambo moja. Najua wewe upendi kuzungumzia hivi vitu, lakini kila nikikaa naona moyo wangu kabisa hautaki. Mimi naomba uniambie kitu Sala. Natamani sana kujua kitu gani ambacho kimekufanya Sala wa hivi. Sala wangu yule sio Sala wa hivi. Sala, naomba uniambie, tafadhali naomba uniambie. Umekutwa na nini mamangu? Shida gani iliyokuta mpaka kupelekea kwa uoni? Tumempoteza mzee. Niambie. James, unataka niongee mara ngapi kuhusiana na hilo jambo? Tuliongea tukakubaliana kwamba hautuniuliza chochote. Na tutalizungumzia tena hili jambo. Unataka niongee mara ngapi lakini? Wewe unataka kujua hili jambo litakusaidia nini? Tumekuja Iringa sasa hivi tuna miezi mitatu. Tumekuja kufuatilia hii kesi ya dada Lebako. Lakini hakuna chochote kinachoendelea. Hakuna kitu chochote ambacho tumekipata. Sasa hivi umeachana na hiyo kesi, unataka sasa kuanza kunifuatilia mimi. Unataka kuwa mwanasheria wangu au si? Unataka kuwa mwanasheria wangu unifuatilie mimi sasa hivi? Sala, najua ndio upendi. Najua upendi sana. Lakini Sala, mimi ni mtu wako wa karibu Sala. James, kama unaona umeshindwa kukaa na mimi na umeshindwa kunisaidia mimi, naomba tu uniache upite na mambo yako. Mimi sitaki tuzungumzie hayo mambo. Kwanza wewe kuhusu mimi itakusaidia nini? Wewe utapata faida gani bwana mimi nikikwambia? Wewe unataka mimi niongee mara ngapi lakini? Wewe unataka niongee mara ngapi? Na tuliongea tulishamaliza hayo mambo. Sasa unaanza kunichunguza mimi tena, Yaani kesi ya huyu dada haikutoshi sasa. Unaanza sasa kunifuatilia mimi, unaanza kunichunguza mimi kwamba mimi nimekutwa na nini, sio nimepatwa na nini. Mimi sitaki James. James sitaki. Mtu hapa niongea hapa unaona kwamba mimi na mdomo. Hii kesi tu hapa tu inatushinda hapa. Tunakaa tunafuatilia siku zote, tunakaa tunafuatilia kitu kimoja. Hatujui hata nini kinachoendelea. Tupo tu hapa. Muda mwingine mpaka hata najiuliza hata tunifuata nini huko. Na tunachokichunguza chenyewe hata tukiona. Sasa unaanza kuniuliza mimi maswali, sio nimepatwa na nini, sio nimepatwa na nini. Mtu gani bwana? Jamani, kutesa kulizwa chozi likoshavu. Moyo shavilika wakatupa mbali. Duniani pachungu naona kama nimechimbiwa shimo. Maumivu ni mengi siwezi danganya. Sawa. Pole kwa matatizo na changamoto ulizokutana. Asante, nimeshapoa. Nataka nifahamu kitu kimoja. Kwa shida nini, yani ulikutwa na nini? Yani chanzo hasa ni nini mpaka imepelekea kuja kutokea matatizo haya yote mpaka umekuja kuwa hivi? James, hicho ndio kitu ambacho umenitia hapa. Naomba kwa ajili ya urafiki wetu. Sihitaji tena uniulize kuhusiana na hili swali ambalo umeniuliza hapa. Tafadhali na kuomba. Samahani sana. Sikutegemea kama ndakupata kiasi hiki. Naomba nisamehe. Yeah, mimi sikukuita kwa ubaya wala sijakuuliza kwa ubaya. James, sitaki. Narudia tena sitaki. Kwanza hapo ugumu uko wapi eti? Nimekwambia sitaki tena uniulize hilo swali. James, unahitaji tuendelee kuwa marafiki au unataka urafiki wetu uvunjike hapa?
Nahitaji tuwe marafiki sana. Kama unahitaji tuwe marafiki kama zamani, naomba sitaki tena uniulize hili swali. Sitaki. Sitaki mimi unikumbushe machungu. Mimi nishaanza tele kusahau. Aya, unachoniuliza hapo kikubwa mno unachokitaji kujua ili weje na ufanye nini? Mimi sitaki. Naomba kwa ajili ya urafiki wetu. Sitaki tena uniulize hili swali. Naomba uniahidi hiyo kitu. Kwa utoniuliza tena hilo swali. Basa, yaishi. Yaishi mama. Nisamehe mimi. Nisamehe bure. Nakuahidi kwa sitarudia tena. Wala sitokuuliza tena kuhusiana na hilo. Nitahakikisha tu nakuwa sehemu ya furaha yako. Nakuwa sehemu ya mboni zako. Sitokutenga, wala sitokuacha. Wala sitochukia kwa chochote ambacho unafanya mbele yangu. Nitavumilia madhaifu yako yote. Naomba unisamehe. Unaniahidi? Nakuahidi sana. Huyu ndo James ambaye mimi namjua. Asante kwa hilo. Sawa, hapa vipi kuhusu chuo? Unafikiria nini? Kuhusu chuo hakuna hata nachokielewa hapa. Nipo tu nasikilizia. Sasa mimi nafuatilia. Ngoja nipambane kufuatilia kwa ajili ya sote. Nafikiri mambo yatakapokaa sawa. Nitakujulisha, lakini pia nitakufuata kwenye chuo. Au unasemaje? Sawa, mimi nakuamini sana. Sasa huku mimi naona hatuna hata jipya huku. Tutoke tu tuelekee. Kaka anaonekana ni handsome boy eh? James. Uko hapa? James, wewe uliniambia kwa ndo macho yangu. Niambie basi. Ni kaka fulani mwenye kifua kizuri eh? James. Mbona unijibu? Kwa kawaida tu. Unataka niongee mara ngapi kuhusiana na hilo jambo? Tuliongea tukakubaliana kwamba hautuniuliza chochote. Na tutalizungumzia tena hili jambo. Unataka niongee mara ngapi lakini? Wewe unataka kujua hili jambo litakusaidia nini? Tumekuja Iringa sasa hivi tuna miezi mitatu. Tumekuja kufuatilia hii kesi ya huyu dada Lebako. Lakini hakuna chochote kinachoendelea. Hakuna kitu chochote ambacho tumekipata. Sasa hivi umeachana na hiyo kesi, unataka sasa kuanza kunifuatilia mimi. Unataka kuwa mwanasheria wangu au si? Unataka kuwa mwanasheria wangu unifuatilie mimi sasa hivi? Ndio nimefika hapa nyumbani kwako, lakini kwa bahati mbaya sijaukuta. Mimi nimetoka kidogo. Ulikuwa unasemaje? Nimeitikia wito wako bosi wangu. Ni kweli. Nilikuwa nakutafuta ili nikuulize kwamba nasikia kuna kazi mmepewa. Ni kazi gani hiyo? Na ni nani aliyowapatia hiyo kazi? Taarifa hizo kaniletea mdogo wangu Kizibo, kwamba kuna dada mmoja akampa kazi, lakini kwa nilivyoelekezwa ni kwamba kazi yenyewe kazi ya ubakaji bosi. Na mnayetarajia kumfanyia hilo tukio ni nani? Kuna mdada nahisi ni mgeni maeneo haya, atakuwa sio mwenyeji sana. Dada mmoja hivi kipofu, haoni nasikia. Kipofu?
Ndio bosi. Wewe ulishawahi kumuona huyo kipofu? Bado sijafanikiwa kumuona, lakini kwa taarifa za chini chini ni kwamba huyu amemfikia mtaa wa pili kutoka hapa nyumbani kwako na anakaa na kaka yake. Sikilize kwa makini bwana Kongolo. Huyo binti unayemzungumzia kwamba anaishi na kaka yake ni sehemu ya moyo wangu. Labda nikuulize, ofa mliopewa ni kiasi gani? Bosi, wewe unataka kurahisisha kazi yangu. Na kati unajua mimi ni mtu wa kazi. Na vijana wangu wapo kwa ajili ya kazi. Sijakuelewa bosi wangu. Nimekuuliza, hiyo ofa mliopewa ni kiasi gani? Katoa 800,000 bosi wangu. Lakini tukimaliza kazi tamalizia 200,000 iliyobaki. Basi mimi nitatoa zaidi ya hiyo. Manake nitatoa mara 3 yake. Nadhani utakuwa umenielewa. Sitisha hiyo kazi mara moja. Bosi, sije kukupinga. Na mimi natafuta pesa. Na kama pesa ipo, nakubaliana nawe bosi wangu. Okay. Fanya kama nilivyokuambia. Asipite kila baada ya siku 2 kuna kazi kuita vikao. Leo kuna mpya gani? Kitu gani ambacho umeniambia nikae hapa uniambie? Hapa hakuna jipya sana. Mimi nimeona tu leo nilitumia siku ya leo kuzungumza na wewe. Sawa. Mambo mengi sana tunayafanya pamoja. Mambo yangu mengi sana nakwambia. Yaani hakuna jambo ambalo nakuficha kwenye maisha yetu. Kitu ambacho kinaniumiza zaidi kuona kila ninapotaka kujua kuhusiana na matatizo yako, Sala hutaki hata kuniambia. Mbaya zaidi Sala unanikemea. Unanitimua kabisa, yani kwamba hutaki hata kunielezea hicho kitu. Hiyo inaonyesha wazi kuwa wewe uko pamoja na mimi. Wewe hauniamini, hauna imani na mimi. Sasa mimi hapa kilichonifanya ni kuweke hapa. Yaani nikwambie kwa sababu hauna imani na mimi na unahitaji kuniambia chochote kuhusiana na wewe. Basi mimi naona nikuache peke yako. Nikuache tu wewe uishi na maisha yako. Na mimi nikapambana na maisha yangu. Kesi iliyotuleta wewe ifuatilie tu mwenyewe. Najua utaweza. Hata kama lakini nashindwa kuivumilia hii hali. Mimi nikamtafute tu yule jamaa yule mtoto wa mzee Maela, nijue hapa naondokaje. James. James subiri kwanza. Umesema mzee Maela? James subiri kwanza. James unamfahamu mzee Maela? Mimi sijui. Yaani sijui na hakuna yote namfahamu zaidi ya mtoto wa mzee Maela ambaye namfahamu. James subiri kwanza, usiondoke basi. James mimi naomba nikwambie ukweli leo. Mimi nilikuwa sipendi kukwambia ukweli kwa sababu vitu vilikuwa vinaniumiza sana. James, huyo mzee Maela ndiye alihusika kwenye kumuua baba yangu. Nini? Ndio, nilikuwa sitaki kukwambia tu. Acha nikusimulie ilivyokuwa. Jamani, nimewaiteni hapa baada ya chakula cha jioni kabla ya kwenda kulala. Kuna mambo nahitaji tuzungumze kama familia. Nafurahi kijana wangu yuko hapa, mabinti zangu na mke wangu upo. Kutokana na matatizo nilionayo, maradhi yanayonisumbua, nimeona sio vizuri nikae kimya. Kwa sababu madaktari wameniambia nimebakiza siku chache za kuishi. Kwa hiyo nimeamua kuwaita hapa ili niweze kugawa mirathi. Ili hata ikitokea leo nimekufa au kesho nimedondoka, basi niache familia yangu bila migogoro katika amani.
Mbona umefikiria mbali sana? Ina maana umejikatia tamaa kiasi hicho? Wakati sisi bado tunakuhitaji na tunakupenda pia. Mbona umejikatia tamaa kiasi hicho? Sijakata tamaa ya kuishi. Lakini kila mtu anafahamu kwa mtu mwenye ugonjwa kama nilionao mimi, kuishi na kufa yote ni 50 kwa 50. Kwa hiyo nisingependa tuzungumzie sana masuala ya ugonjwa, ila kikubwa tuzungumzie swala nyeti la kugawa mirathi kwa wanangu, ili kila mmoja apate nafasi yake. Na kitu ambacho ukijui, kwa wazee ambao wamestaarabika, wazee walioelimika, wanapofikia hatua kama nilionayo mimi, wamefikia hatua ya uzee au maradhi kama yanayonisumbua mimi, huwa wanatoa mirathi kwa watoto wao, ili hata wanapokuwa wanaondoka duniani waache familia zao katika amani bila migogoro, kwa sababu unafahamu fika mirathi inasababisha migogoro kwenye familia. Kwa hiyo sihitaji kuzungumzia sana uamuzi wangu kwa nini nimeufanya. Ninachotaka niongee ni hicho, nagawa mirathi. Nimefurahi kusikia hivyo. Na kuna siku hata mimi nilitamani kukuambia hichi kitu, ila nikafikiria unaweza ukanifikiria vibaya, utaona kana kuchulia vile mume wangu. Sasa mbona leo umesema? Mume wangu. Baba, mbona mlango unagonga sana? Wewe Samuel. Naam. Kaangalia anayegonga mlango. Nyanya kina nani? Mnataka nini nyumbani kwangu? Tena usiku. Mzee Kibindo, hatujaja kujitambulisha hapa. Si kama unanielewa? Tulichokifuata ni kitu kimoja tu, ambacho ni hati za mashamba yako. Hati? Hati za kazi gani? Na mnazitaka za nini? Ni kitu gani ambacho haujakielewa? Tunachohitaji ni hati za mashamba yako ambayo ulikataa kumuuzia Mzee Mahela. Hatujakuja kuchekesha. Fanya haraka tupatie hizo hati. Hapa hakuna hati. Kama mnataka hati, ni bora mwichukue roho yangu muondoke nayo. Lakini hati siwezi kuwapa, kwa sababu ndio urithi wa pekee niliobaki nao kwa ajili ya wanangu. Siwezi kuwapa hati. Mzee, unadhani tumekuja kuchekesha hapa? Sasa ngoja nikuonyeshe. Njoo hapa. Sawa. Kama uko kidume, pambana na mimi. Kama uko kidume. Mzee Kibindo, hii ni tena tu. Sasa ngoja tukuoneshe movie yenyewe. Wewe mzee, unatoa hata utoe? Baba, wape hati zao, baba tamua mdogo wangu. Wape. Ziko wapi hati zao, wape? Ziko chini kwenye draw hapo kwenye kabati. Baba, mbona sizioni umezeka wapi? Angalia chini. Chini kwenye draw. Amani ya moyo iko wapi? Mana moyo hauko wapi?
moyo safi sawa kwa wapi? Mana sijule amani ya moyo iko wapi? Mana moyo hauko wapi? Sikilizeni. Huyo binti ambaye tumemwacha huko ndani atakuja atusumbue baadaye. Mshike mtoto. Sioni. Mama nisaidie. Hivyo ndio ilivyokuwa. Amani ya moyo iko wapi? Mana moyo hauko wapi? Wenye moyo safi sawa kwa wapi? Mana sijule niko duniani ama niko wapi? Jamani, kutesa teswa kulizwa chozi liko shavu. Sawa. Ndiyo. Kwa nini siku zote nifiche? Tunaishi na rafiki, tunategemea kwa nini rafiki? Kumbe ni adui. Okay. Sawa. Lazima nimpate Ima. Mahela atajuta kwa alichokifanya. Sawa, tunaachana na kazi ya kufuatilia kesi ya ubakaji. Ili jambo natakiwa tulimalize. Tulifuatilia na tulimalize sasa hivi. James, subiria kwanza. James, sikiliza kwanza nikwambie, nisikilize mimi. Ujue kati ya mimi na wewe mimi ndo ninayeumia zaidi. Usipaniki, kama utapaniki, mimi nitampoteza mdogo wangu. Hapa nilipo sijui kama amekufa au ni mzima. James, ukiwa na pressure, ukipaniki, naweza nikampoteza mdogo wangu kwa sababu sifahamu chochote. Nisikilize nikwambie. Naomba tusimamishe hii kesi ambayo imetuleta huko. Naomba tufuatilie kwanza kuhusu mdogo wangu. Mimi hakuna ninachokihitaji sasa hivi zaidi ya mdogo wangu. Mimi nahitaji nijue mdogo wangu Sam kama yuko hai au amefariki. Naomba usiwe na pressure tafadhali. Naomba usipaniki. Naomba tumfuatilie taratibu. Huyu kijana wake Ima ndo anaweza kutusaidia ili tukawapata au watu wote waliohusika. Usipaniki kwanza, tafadhali shusha kwanza pressure. Mimi ndo naumia zaidi yako. Unajua kwa nini nilikuwa sitaki kusema siku zote hizi? Nilikuwa naumia. Naomba tafadhali shusha pressure. Nahitaji nimpate mdogo wangu. Usijali sana. Tunampata. Sam tunampata. Ima hatajuta kuzaliwa na Mahela. Ima hatajuta kushiriki maovu ya Mahela. Mahela tunampata. Leo sana nenda. Ima. Sasa umeingia kwenye mikono yangu rasmi. James, sikiliza basi, shusha kwanza pressure. La 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 la.